Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto inayokabili kituo chetu cha Magufuli, ya kwanza ni mabasi kupakia nje ya kituo na kusababisha upotevu wa mapato ya kituo. Ya pili ni kutokamilika kwa eneo la basement 1 na basement 2. Ya tatu ni madeni ya mkandarasi ya bilioni 6.7 ambayo inasababisha kusimama kwa mradi. La nne ni upotevu wa mapato unaokadiriwa kuwa shilingi bilioni 2.264 kwa mwaka kupitia mabasi yanayoshusha nje ya kituo. Mapendekezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mabasi yote yaelekezwe kutumia kituo rasmi cha mabasi Magufuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, malipo ya mkandarasi hati namba 17 na namba 18 yakamilike ili mradi uendelee. Mikakati ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuimarisha ukusanyaji wa mapato kwa kutumia mfumo wa kielektroniki, ambapo halmashauri ina plani ya kuhakikisha tunafunga bungeti kwa kila mageti ya kuingilia na kutoka magari kwa ajili ya kudhibiti wale waingiaji wale ambao wanaweza kutoka wasilipe kiwango kinachozidi. Lakini pia ushirikiano wa vyombo vya usafiri na usalama. La tatu, mkakati tulioweka ni kukamilisha maeneo ya biashara ambayo hayajakamilika, ambapo ni basement 1 na 2. Ya nne, kuboresha matengenezo ya miundombinu. Mradi huu ulianza kutekelezwa kwa bajeti ya mwaka wa fedha 2017-2018 ukiwa na lengo la kuhamisha shughuli za kituo kikuu cha mabasi kutoka Ubungo kwenda eneo la Mbezi Luis kutokana na kituo cha zamani kutokuwa na uwezo wa kuhudumia ongezeko kubwa la mabasi na abiria. Awamu ya kwanza ilihusisha ujenzi wa jengo la abiria, jengo la utawala, maeneo ya kushusha na kupakia abiria, maegesho ya magari madogo yani basement, pamoja na sakafu 2 za chini ya ardhi kwa ajili ya biashara mbalimbali za maegesho ya mabasi na kuraza. Tulitekeleza kwa fedha za ruzuku kutoka serikali kuu. Awamu ya pili ilihusisha ujenzi wa daraja la kuingilia mabasi kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ya Ubungo. Mradi huu wa kimkakati na una mchango mkubwa katika usafirishaji wa biashara na uchumi wa jiji la Dar es Salaam na taifa kwa ujumla. Gharama za mradi na chanzo cha fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam iliingia mkataba na mkandarasi Hainan International kwa gharama ya shilingi bilioni 50,589,580 na senti 20 kwa kipindi cha miezi 18 kuanzia Januari 18, 2019 hadi Julai 15, 2020. Ujenzi wa daraja la kuingilia mabasi uligharimu shilingi bilioni 6,629,538,169 kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Mradi ulisimamiwa na wakandarasi washauri wawili ambao ni pamoja na YPHS Limited na ABEC au Ardhi University. Peji inayofuata ni muhtasari wa fedha, ambapo chanzo kikuu ilikuwa ni serikali kuu, ambapo ilikuwa na bajeti ya bilioni 50,947. Fedha zilizotolewa zilitoka bilioni 47,133.2. Fedha zilizotumika ni bilioni 47,133.2. Variation ni bilioni 8 na milioni 555.4. Mapato ya ndani ni bilioni 6.6 na fedha zilizotumika ni bilioni 2.651. Zote zilitolewa na halmashauri ya manispaa ya Ubungo kupitia mapato ya ndani. Jumla ya mradi kwa maana ya bajeti ni bilioni 63,132,577,397 na fedha zilizotolewa ni bilioni 49,784,732,238. Fedha zilizotumika ni bilioni 49,784,732,238. Manufaa ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi una manufaa yafuatayo. Ya kwanza, kuongeza uwezo wa kuhudumia abiria
na mabasi kwa wakati mmoja. La pili, kuongeza mapato ya serikali na halmashauri. La tatu, kuboresha usalama na mazingira ya usafiri. La nne ilikuwa ni kuchochea shughuli za kiuchumi na ajira. La tano ilikuwa ni kupunguza msongamano wa kituo cha zamani. La sita ilikuwa ni kukuza uwekezaji katika biashara za ndani ya kituo. Maeneo yaliyokamilika ya mradi huu. Jengo la utawala limekamilika ambalo ndio hili lililoko mbele yetu, lakini sehemu ya kushusha na kupakia abiria ambayo ni mbele ya jengo na lenyewe limekamilika. Daraja la kuingia mabasi ambalo ndio tumeingilia pale na lenyewe limefanyeje? Limekamilika. Yapo maeneo ambayo hayakukamilika, Mheshimiwa Mwenyekiti. Basement 1 na basement 2 ambalo yapo jengo la abiria hayakukamilika. Ghorofa ya 3 jengo la abiria na lenyewe halikukamilika. Eneo la kuingia magari madogo na lenyewe halikukamilika, ambao ni kule chini tutafika. Overnight parking na lenyewe halikukamilika. Hali ya ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Aprili 30 mwaka 2026 kituo kimekusanya bilioni 3,106,300,22,459 sawa na 58% ya makisio kama inavyoonekana katika jedwali hapa chini. Mtasari wa mapato kuanzia toka kituo kianze mwaka wa fedha 2021/22 hadi Aprili 25/26. Mwaka wa fedha 21/22 makisio yalikuwa bilioni 3.8. Kiasi kilichokusanywa ni bilioni 4.04 sawa na 104%. Mwaka wa fedha 2022/23 tulikuwa na makisio ya bajeti ya bilioni 5.04 ambapo kiasi kilichokusanywa ni bilioni 4.69 ambayo ni sawa na 93%. Mwaka wa fedha 23/24 tulikuwa na makisio ya bajeti ya bilioni 6 ambapo tulikusanya bilioni 4.24 ambayo ni sawa na 71%. Mwaka wa fedha ulioisha ambao ni 24/25 tulikuwa na makisio ya bilioni 6.5 ambapo kiasi kilichokusanywa ni bilioni 4.36 ambayo ni sawa na 66%. Mwaka wa fedha 25/26 tuna makisio ya bilioni 6.5 ambayo ni makusanyo halali yaliyokusanywa ni bilioni 3.16 ambayo ni sawa na 48%. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.